mkinikataa nitaleta magonjwa juu yenu. Siku hizi ukiangalia kila mtu ni madawa, ukiangalia kila mtu ni mgonjwa, ukiangalia wanyama wakali. Mungu aliponena kupitia vinywa vya mababa na mababu wa mababa zetu, yote yametimia. Ndugu yangu na dada yangu, siku hizi kama mnataka mambo iwe sawa sawa, ni lazima watu wakubali kutubu dhambi zao. Ni lazima watu wakubali kurudi katika njia inayofaa. Huu sio wakati wa kuomba. Maombi ni aina mingi. Kuna maombi ya kuambia Mungu nibariki, kuna maombi ya kuomba msamaha, kuna maombi ya kumwambia Mungu, Mungu nimekukosea. Siku hizi si maombi ya kushinda mkisema ati Kenya itakuwa sawa. Kama watu warudi katika njia za Bwana, mgoje. Wacheni mwambie ndugu yangu na dada yangu, tarehe 22 asubuhi Mungu alinitokezea na nikaona pigo imejiandika, nitamkwaruza. Sasa hii tunaendelea kusema mambo itakuwa sawa, lakini usiku hiyo asubuhi pigo ikajiandika, nitamkwaruza. Mungu anaendelea kusema nitamkwaruza, lakini majority wanaendelea kusema mtabarikiwa. Ndugu yangu na dada yangu, jueni njia za Bwana. Mungu aliniambia kumebaki pigo ingine, na hata hii maandiko liko nasema nikimpiga hii, mkikataa kusikia nitaongeza mara saba. Ndugu yangu na dada yangu, hawa askari mnaona huko, askari amepewa ruhusa ya kulinda mtu na kufukuzana na mwizi, lakini mchungaji kama amesimama imara, amepewa nguvu na mamlaka ya kuamrisha maroho. Sasa wakati wachungaji wanatoka katika njia za Bwana, unakuta naye maroho yote machafu inaadama watu, roho mchafu akiroga watu, akitupia watu roho ya kuua. Unakuta ile roho inaingia kwa yule mtu. Unakuta mama ameua watoto wake 5, au unakuta mzee amekatakata familia mzima. Kwa nini? Kwa sababu wale wanamuongoza kama pasta hana nguvu ya kuamurisha ile maroho, hana nguvu ya kukamata ile maroho na kuituma kuzimu, kwa sababu alitoka katika njia zinazofaa, kwa sababu the power of the Holy Spirit haiko pamoja na yeye. Ndugu yangu na dada yangu, wacheni nimwambie, hapa ndio ninaambia watu, tafuta uhusiano mwema na Jehova, kwa sababu wakati uhusiano wako na Jehova uko sawa sawa, wakati uhusiano wako na Mungu uko imara, wewe faida ni kwako. Ndugu yangu na dada yangu, ninapenda kuambia watu, wewe mwenyewe tafuta uhusiano wako na Mungu. Na uhusiano wako na Mungu ukiwa sawa sawa, ndugu yangu na dada yangu, Mungu naye anakaa akikulinda wakati umelala, wakati unaenda na barabara, wakati unafanya kazi yako. Macho ya Mungu inakaa ikikuangalia wewe, kwa sababu wewe ndio rafiki wa Mungu. Ndugu yangu na dada yangu, siku hizi mambo imekuwa magumu. Hata wale mapasta kwanza, ndugu zangu na dada zangu, 95% ya wachungaji, hiyo ni neno Mungu alinenea, 95% ya wachungaji wako katika nchi ya Kenya wametoka katika njia za Bwana. Hawezi kemea hata pepo ya homa iwaondoke. Na hiyo ndio inafanya unapata Kenya imekuwa kwa chinda. Kenya haiwezi ondolewa pale kwa sababu ya wakubwa. Mnaona wakubwa wanahitaji Mungu na sisi wote tunahitaji Mungu, lakini ndugu yangu na dada yangu, kama mnataka nchi yetu iwe sawa sawa, ni lazima na nyinyi mrudi katika njia zinazofaa. Ndivyo naye Mwenyezi Mungu akuunganishe na wale sasa wachungaji wake, wale wamewateua. Mungu ako na wachungaji amewateua, nao ndio wacheni mwambie. Najua saa ingine tunasema ati Mungu kuja na usitumane, lakini ndugu yangu na dada yangu, ni lazima Mungu achukue yule amempa silaha za kupambana na adui ama maroho machafu.
wakati mchawi anakuroga, lazima naye Mwenyezi Mungu pande hii ateue. Yule mchungaji amemteua akasimame katika ile nafasi, akapigane na ile pepo ya ushawi. Ndio unakuta siku hizi ukienda kila mahali watu wametoka na wasimu, watu ni kuuana. Sasa kuua mtu ni kama kuua kuku. Kwa nini? Kwa sababu wale walikuwa wasimame katika ile nafasi. Ndugu yangu wamefeli, wale watu wamefeli. Sasa ni kukaa, watu wanapigia serikali mayowe kwa sababu mapasta 95% ya mapastors wametoka katika ile njia ya Bwana, wametoka katika ile njia. Wao kazi yao ni kuambia watu mtabarikiwa, na ile barabara watu wanasemekana watabarikiwa, wamepitia katika laana. Wao wakati wa 2017 nakumbuka Mungu aliniuliza swali moja, Mungu unajua mko wapi? Nikamwambia Mungu sijui Mungu. Akaniambia mmekalia laana. Saa hii tukisikiliza tunaambia utabarikiwa. Utabarikiwa wapi na mmekalia laana? Watu utabarikiwa vipi na wamekalia laana? Ndugu yangu na dada yangu, ukiangalia kila mahali mava, ukiangalia padei leo ikiingia hivi haina mtu wa kuifukuza. Hiyo ndio shinda, hiyo ndio ile shida iko. Na ndipo unakuta yale yote Mungu aliyesema ameitimiza. Ndugu yangu na dada yangu, kaa katika njia za Bwana, tengeneza uhusiano wako na Mungu, uone naye Mwenyezi Mungu atakuwa na kulinda. Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja na wewe wakati unamulilia, naye Mwenyezi Mungu atakuwa anakuja haraka sana kukuokoa. Kama mimi ndugu yangu na dada yangu, wakati najua sijamwambia niliambia kuhubiri namna gani. Mimi nilianza kuhubiri 2015 na nilienda hapa Gong nikitaka kazi ya bushi. Wakati nilienda Gong nikaenda fasting for 25 days. Siku hiyo ya kujifungua Mungu akaniletea kitu inaitwa gadania. Nikakavunja, nikakula. Nikamwambia unajua umefungua. Na nilienda 6 months ya kuhubiri. Na kila asubuhi nilikuwa gari, naona gari inakuja inanimwagia maziwa kwa friji. Nikikosa kwenda kuhubiri, walikuwa nakuja wananiuliza, wajoi kwa nini maziwa imeganda? Wanachukua ile wanarudisha kwa gari na wananiwekea ingine fresh. Nikaenda miezi sita kuenda. Mungu akaniambia amka na usiende nyumba imetegwa na mikono ya binadamu. Nikaenda hapa Gatundu. Hapo wakati nilifika nikaenda siku 6. Nikamuuliza Mungu alinituma hapa. Sijui ni kwa nini, sijui ni siku gapi. Hapo ndio wakati nilikuwa nimelala, nikaona wigu, nikapitishia watu wote kwa ile wigu. Nikaambiwa nataka kutuma kwa watu wangu. Na hapo ndio nikaambiwa usiku. Wakati nilimaliza hiyo siku, ndugu yangu na dada yangu, hii Kenya nimeisubuka. Mimi nimetembea mpaka yani hata hebu niache kuchida nikitaja. Nilikuwa hata hapa nakuja. Na wacha nikuambie ndugu yangu na dada yangu, mimi sikuwa nimetumwa na neno la baraka. Nilikuwa na mahali naenda, naambia usichukue, usikule. Hata kama sina pesa natembea miguu. Nikakaa mpaka 2017. Hapo ndio nilimalizia hapa Kiambu. Nilikuwa nimetoka Nyeri. Mungu akaniambia, hawa watu wamekukataa, si wewe wamekataa. Nimekuperuza, nenda kwa kazi ya mikono yako. Na kutoka hapo vita ikawa kali sana. Kutoka 2017 hata sikurudi, sikuambiwa nikahubiri tena. Ndugu yangu na dada yangu, nilienda kwa kazi ya mikono na mambo ikawa mazito. Kwa ile siku 41 nilikuwa nimeambiwa nifunge. Hapo ndio Mungu aliniambia hii physical 40 days ilikuwa ya hii kazi ya kukutuma kila mahali, nataka kukuambia, nataka uende. Kwa hii siku moja ilikuwa ya hii vita. Kwa hivyo mimi nikiongea najua waziwazi kila kitu na neno. Kwa sababu ndugu yangu na dada yangu, unapata hata saa ingine unaenda unakutana na mtu unaenda kumuombea, washana huyo opea ule
Na mimi nashukuru Mungu. Saa hii nikikwambia na usiseme na jigamba, mimi hata nikigojeka mimi siendaki kwa hospitali kwa sababu mimi sigojeki ugonjwa wangu. Unapata mtu ako na ugonjwa fulani, hiyo mgonjwa nawekelewa mpaka ile siku hiyo ugonjwa itakuisha. Nikikuombea unakuta yule ugonjwa umeisha. Hiyo ndio kazi yangu. Hata kama uko wapi unakuta ugonjwa nimegojeka, nikiuliza Mungu ananiambia hiyo ugonjwa ni ya fulani. Sasa ingine sikujua, naomba inaisha. Na hiyo ndio kitu nimekuja kujua, uhusiano wako na Mungu ni kitu ya maana, kwa sababu Mungu anaangalia huyu mtu ananililia, nitamsaidiaje? Anachukua ugonjwa wako anawekelea mtu ule, mtu anaomba, wewe unaona ugonjwa wako umeisha, lakini sisi tunaona ni kawaida. Ndugu yangu, na wakati mimi hiyo kujifunga, hapo ndio Mungu aliniambia usirudi kwenda kwa kanisa. Sasa hii ukiniona kwa kanisa kuna sababu, na hakuna kanisa mimi sikiaji, kwa sababu nikitumwa mahali nimetumwa, hapo ndipo naendanga, lakini sina kanisa ile naweza kukwambia naendanga hivi. Hapo ndio Mungu, hebu niache, kwa sababu ni mambo mingi sana Mungu aliniambia. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, nikikuambia haya mambo, wewe tengeneza uhusiano wako na Mungu. Huu ni wakati wa kutubu, si wakati wa kushinda mkikemea korona. Korona ni nyahunyo, Mungu ameishukua. Hao wanyama ni nyahunyo, Mungu ameshukua. Haya magonjwa yote mnaona ni nyahunyo, Mungu ameshukua, ya kuchapa wale watu hawamusikii. Watu wengi wamemkataa Mungu. Wakati nilikuwa nahubiri, siku hizi sikuhubiri, ni kutangazia watu ya vile wamekosea Mungu. Wakati nilikuwa nahubiri, Mungu akanituma hapa Limuru. Mambo ingine nikiongea mtaona kama nachukia watu, lakini wakati nilifika Limuru nikaambia Mungu, sasa wewe ndio ulinituma hapa, nataka unijulishe kitu moja ya hii hapa Limuru. Najua ile kitu niliambiwa, unaona mahali hapa huko umalaya ya wanaume kwa wanaume hii juu sana. Mimi nikastuka na nikaenda. So mambo ingine watu wanafanya kwa mafisho, wali wamejivisha, inafanya Mungu ghadhabu na hasira zake ziwake kama moto. Hasira ya Mungu inawaka kama moto. Sisi tunashinda kusema Mungu tubariki. Takulini ushukue maji safi, ushakanye na maji chafu, alafu ukunywe. Uniambie kama mtu agojeka. Tagojeka. So wakati huu tuko, ukumbuke wakati Mungu alinena na Musa na akamwambia, kama mtakubali kuyatimiza yale yote namwambia, kwenu hakuna ugonjwa utapatikana, hakuna tumbo tasa ikipatikana kwenu, nitakuwa nabariki chakula na maji mnaokunywa. Siku hizi ndugu yangu na dada yangu, mpaka wa Kristo dawa zimejaa kwa mfuko. Kwani yule Mungu alienda wapi? Simjua kuna kasoro. Mjue kuna kasoro, kwa sababu Mungu akisema amesema. Kama Mungu alikuambia wewe mwenyewe, ukitimiza yale yote ninakuambia, mtakuwa hivi na hivi. Na ukitoka katika njia za Bwana, ndugu yangu na dada yangu, unapata shinda inakufuata. Siku hizi watu wanakaa kusema utabarikiwa, utabarikiwa. Na wakati huo ndio Mungu amekasirika. Mungu amekasirika. Na tunaendelea kusema tutabarikiwa. Tunashinda kupigana na korona. Tunapewa kazi kubwa, kazi nyingi. Ndugu yangu na dada yangu, hamjui ni nani wanakuweka na mamlaka ya kupigana na maroho. Wale washukaji wamesimama imara, wanapewa kitu inaitwa the power of the Holy Spirit. Unaenda kwa huyo mshukaji, anasema Mungu, nimekataa hilo, nimekataa hilo ya wasimu, na Mungu anakuondolea. Yule mtu anakuwa sawa sawa. Lakini ukingoja serikali, anilezi serikali kuchukua ikupeleka madhara,
ukae huko. Mhubiri ana nguvu, sipokuwa wewe ukiwa umetoka katika njia za Bwana ya kuamurisha roho yote kukubariki na kukulaani. Na wakati unaenda kwake analaani ile roho. Wewe ulikuwa mgonjwa, ulikuwa umerogwa na ile roho imekuondokea, amelaani hiyo roho imekuondokea ili uende kwa usalama. Lakini ndugu yangu na dada yangu, tusiporudi katika njia za Bwana tutakuwa tunasema utabarikiwa unakatwa mguu. Hiyo ndio baraka. Utabarikiwa unatoka na wazimu, utabarikiwa mambo inaisha. Naona ukiendelea unauza plot yako ilikuwa uende ukatibiwa kansa. Kwa nini? Kwa sababu watu wametoka katika njia za Bwana. Kwa sababu watu hawataki kuisikia. Watu wakiambiwa tubuni, wanaona kama faida kwa huyo anaongea, lakini faida ni kwako wewe. Faida ni kwako wewe. Kwa sababu uhusiano wako na Mungu ukiwa thabiti, Mungu anakulinda. Kama ni usiku, ukipitia pale ndugu yangu na dada yangu, kama kuna wakora unakuta Mungu ameingilia kati. Siku moja nilitumwa Meru, na nilikuwa nimetoka mahali kunaitwa Igembe. Wakati nilifika Meru pale Chogoria, nilifika saa 4. Sasa mahali niliwekewa na gari hivi, nilisimama hivi, nikamwambia Mungu nimefika, na nikaongea na Mungu. Nikakaa hapo, nikasikia kitu ya kwanza Mungu aliniambia, omba security ya biguni. Nikaomba security ya biguni. Nikaambiwa nivuke barabara. Wacheni nimwambie. Mimi nilikuwa napatana na watu, unaona watu ni kustuka wanastuka. Kwa sababu ndio nilikuja kujua kama kulingana na yale yote nimeipitia. Nikajua kweli kama unaweza kubali kukaa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hata mwizi atakuwa anakuja kwako, akifika pale Mungu anamconfuse. Watu wanasema plot mzima wanaibiwa, wewe unabaki. Watu wanasema wewe unatumia, lakini ni Mungu. Unakuta magonjwa yanakuja yanagonga wale watu wengine, lakini kwa sababu wewe Mungu ndiye anakulinda. Kwa sababu wewe umesema msaada wangu ni Jehova, magonjwa inavuka inaenda kwa wengine. Wewe unakaa kusema mimi sigojeki, lakini kumbe kuna Jehova. Kumbe kuna yule Mungu analinda watu wake. Ndugu yangu na dada yangu, wacheni tukae katika njia zinazokubalika. Na tusikubali kuchanganya maji safi na maji chafu. Lakini mtu akichanganya ujue hasara ni kwako. Hapo ndio ninatangazia watu na kuambia, ndugu yangu na dada yangu, mimi naweza kukuombea ama uende kwa pastor fulani akuombee. Ile pepo inakusumbua iondoke. But relationship, uhusiano wako na Mungu ni wako. Wewe ndio unatafuta uhusiano wako na rafiki yako. Mkiwa sawa, unaenda kwa rafiki unamwambia rafiki, kesho nataka kufika mahali fulani, nisaidie na hii. Nataka unisaidie na hii. Anakusaidia kwa sababu ya uhusiano wako na huyo rafiki. Lakini huwezi ukaenda pale mtuzi mtu, umpige na mawe, kesho yake uende umwambie nisaidie na hii. Hata kusaidia. Kwa hivyo wakati uhusiano wako na Mungu uko sawa, unamulilia Mungu na mwambia dadi, niko na hii shida. Na Jehova akiwa kwa kiti chake cha enzi anaangalia, anauliza na sasa nitasaidia huyu vipi? Analeta kitu tunaita destiny connection. Destiny connection ni wewe na yule mtu atakusaidia pande ile. Mnachikanishwa katika kiroho. Mkichikanishwa kwa kiroho, mnaenda mnakutana. Lakini kama uhusiano wa mtu na Mungu si sawa, unakuta mambo inakuwa magumu. Unakuta watu wanakaa kulia. Mungu alisema nitapiga watu na magonjwa. Akasema nitapiga hizo roho. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, Mungu akanena, sikiliza kwa makini. Mambo ya Lawi 26 kuanzia 14.
Sasa tusome hapa 16. Mimi nami nitawatendea jambo hili, nitaamurisha uje juu yenu utisho, hata kivua kikuu na homa zitakazoharibu macho yenu na kuisofisha roho, nanyi mtapanda mbegu yenu bure, kwa kuwa adui zenu wataila. Ndugu yangu na dada yangu, unafikiri magonjwa ingine iko? Ni shaitani. Shaitani hana shida, ndugu yangu na dada yangu. Watu ndio wametoka katika njia inauma. Mnaona hawa wanyama tunazipijira tukipigia serikali mayowe. Kumbe wale watu wanafaa kusimama katika ile nafasi ndio walitoka. Mungu akakasirika, hasira na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ikawaka. Alikuwa amesema nitaachilia wanyama waje juu yenu. Sasa wanyama wamekuja, nitaachilia magonjwa. Sasa magonjwa imepata watu. Sisi kazi yetu ni kupigia serikali mayowe. Tunaenda tukisema serikali yetu ilishindwa. Maandiko inasema, Mungu akasema, mkinichukia mtatawaliwa na adui zenu, wanaowachukia watamtawala. Ndugu yangu na ndugu yangu, mambo mengine mnaona yanafanyika, si kwa sababu Mungu hayuko, si kwa sababu Mungu amepungukiwa na nguvu zake, ni kwa sababu watu wametoka katika njia za Bwana. Mungu alinena akasema, mkikataa kunisikiliza, wanawake 10 watapikia jiko moja, mtapewa hiyo tumikate na mtashimba. Siku ya leo Kenya ni moja, kuna magavana na MP, MCA, women rep, wanapewa pesa, unaenda kujijengea barabara. Hiyo mikate watu hawajui, wanashinda wakisema tunangoja tuone mwanamke akipikia pale, atupikie tumikate tukule, hatuchibi. Wapi? Gavana wanapewa pesa wakapea watu wao, badala wamjengee barabara, mnashinda kupiga mayowe. Watu wanasema hii barabara yetu imekuwa kama shamba, wanajijengea, wanatoa pesa yao kwa mfuko, kwa sababu maandiko yametimia. Wanawake 10 watapika mikate kwa jiko moja, watapikia jiko moja, mutakula na hamutashiba. Ndugu yangu na dada yangu, tunakaa kulia. Serikali ilitoa pesa ya madawa, hakuna madawa. Serikali ilitoa pesa ya barabara hazijajengwa. Serikali ilitoa hii pesa hakuna. Kwa sababu ndugu yangu na dada yangu, kila neno Mungu aliyenena na vinywa vya manabii na mitume ni lazima litimie. Watu wametoka katika njia za Bwana, hawajui ni jambo gani linaendelea. Nakwambia sasa tunakemea hii corona. Nakwambia tarehe 22 hii mwezi asubuhi Mungu akanitokezea, nikaona bingu imejiandika, nitawakwaruza. Bado sisi watu wanasema tupigane na corona, tuope sana, naye Mungu anasema nitawakwaruza. Ndugu yangu na dada yangu, si sasa wewe useme mimi nimerudi kwa njia za Bwana, nilikuwa nafanya hivi na hivi, nimeacha, nimetubu. Ndugu yangu na dada yangu, Kenya kama watu wanaweza kubali kutubu, kuachana na dhambi, mtu aachane na yale mambo yote anaofanya kinyume na Jehova. Ndugu yangu na dada yangu, hii Kenya Mungu kuiponya, hakuna kitu. Kuondoa hii magonjwa, kuondoa hii mauaji unapata siku hizi. Na kama unasikiliza kwa runinga, unapata wasichana wadogo sasa wanaendelea kupata mimba, kwa sababu ile roho imeingia, inaanza kusacurate. Ikiingia mtu anakaa kama mtu ametoka na wasimu. But wachungaji ndio wana ile mamlaka. Mtu anajinyonga, unaenda kwa mchungaji amesimama imara, anakuombea na kutenganisha na ile roho ya kujinyonga. Anaenda na kutenganisha na ile roho ya umalaya. Unaenda na kutenganisha na roho ya kansa. Unaenda na kutenganisha na maroho aina, kwa sababu hiyo mamlaka ni yake. Wakati unapigia serikali mayowe, mkisema serikali umeshindwa, serikali haina hiyo nguvu. Serikali ina dakika ya kukimbizana na mwizi na kupiga mtu risasi, lakini pasta ana nguvu na mamlaka ya kusema hilo haitaangamiza huyu mtu tena.
na Mungu anaiondoa, unabaki salama. Unaona watu wamejaa, vijana wanakunywa wasichana madawa ya kulevya, wanakunywa bangi kwa sababu ile ni roho. Ndugu yangu na dadagu, siku moja nikiwa hapa Gashie, nilikuwa kwa vita sana ya kiroho, lakini siku hiyo nikauliza Mungu, kwa nini hii vita inakuwa kali hivi? Hapo ndio Mungu aliniambia, mkiona hao watu wanajiita waganga, madaktari wa kienyeji, wakiingia area, kitu ya kwanza ni kusambaza polisi wao, na polisi ujue yao ni mapepo. Sasa ndivyo unakuta mahali kuna wachawi na waganga, wana madaktari wa kienyeji, unakuta hao ndio maofu mingi iko, kwa sababu amesambaza ile mapepo agani. Akisambaza agani, ikiingia mtu, unakuta mtu alikuwa mzuri, mzee amefikisha 50 years, ako na familia yake, sasa ameanza kuhanya. Watu wanauliza, sasa huyu mzee alikuwa mtu mzuri, kwanza nini imemshika? Kumbe kuna roho spy ya shaitani ilitumwa. Mzee akienda hivyo ikamuingia bila yeye kujua, akaanza kuhanya. Mama mwenye 50 adofa akaanza kuhanya. Sasa ndio anatafuta tu vijana tudogo, si kwa sababu ya kupenda, kwa sababu kuna ile roho ilimuingia. Nakuta sasa boma yake imeisha. Kwa nini? Kama kungekuwa na mshugaji, yule pasta anamuongoza, kama angekuwa imara, angeenda pale umwambie, pasta, mimi kuna roho inanisubua, umwambie ni hii, naye aikemee ikuondokee, wewe na familia yako muwe sawa. Lakini siku hizi wala mapasta wako utabarikiwa na hawezi kemea hata pepo ya homa ikuondokee. Ndugu yangu na dadangu, maisha ya leo ni magumu. Usiposimama katika njia za Bwana, usipomulilia Mungu, maisha ni magumu. Ndugu yangu na dadangu, mimi nimekuambia na sikujigamba, nimeongea hivyo mbele ya Jehova ninaomtumikia. Mimi ukiniona kwa hospitali, nilezi nimekatwa na kamabati, nione hii shindano ya tetanus, lakini si pepo. No, sio pepo, hapana. Na nimekuambia nini kukuhimiza, ni kwa sababu ninajua wakati uhusiano wako na Mungu uko sawa, unapataga nimegojeka. Nikiuliza Mungu kwa nini, Mungu ananiambia hii ni ya mtu fulani. Hata kama ataniletea kwa maono, unakuta wewe ulikuwa na kanza, amekiniletea, wewe hautajua kanza yako imeishia wapi, hutakujua umeponea wapi. Na sikuambii wati ni jigabi, hapana. Na sikuambii wati kesho nikuja hapa. Nimekuambia hapa nimekaa karibu mwaka mzima sijaikanyaga hapa, na leo niko hapa, sijui nitarudi hapa siku gani. Kwa hivyo wakati uhusiano wako na Mungu uko sawa, wewe maisha yako inakuwa safe. Maisha yako inakuwa safe wakati uhusiano wako na Mungu umeusambaratisha wewe. Maisha yako inakuwa kwa hatari, kwa sababu wakati pepo anakuhitaji, unakuta